Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma, mwingi wa ukarimu, muumba mbingu na ardhi, aliyetujalia leo mpaka hivi unaona. Nataka kukupa somo kubwa, somo ambalo hujawahi kuliona wala kulisikia, na pengine kwa wale wenye umri kidogo age, mnaweza mkawa mlikwisha lisoma au mmekwisha kusikia kama simulizi. Leo nikiwa katika mazingira haya ya porini, kuna kitu cha muhimu sana nachotaka nikwambie. Kuna siri kubwa sana ninayotaka nikufichurie. Wewe ndugu yangu, elewa kabisa kwamba siku zote katika slogan yangu huwa ninawaambia kwamba tupige vita umasikini. Umasikini ni sumu, umasikini ni balaa, umasikini ni majanga, tena majanga yasiyokuwepo. Hata ungekuwa unaumwa namna gani, leo ukiletewa fedha hivi utapona. Kwa sababu wapi utakapotaka kwenda kuchukua tiba ni mahali popote pale. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nawaambia wanamume, wanawake, watoto, wasichana, wavulana, wote mnatakiwa muwe na maisha bora, muwe na maisha mazuri, ili muweze mpate maokoto, yani fedha. Sasa kitu kimoja nachotaka nikwambie siku ya leo ni kwamba nakupa siri kubwa sana ya hii hapo unayoiona hapo. Hii inaitwa Seven Ocean. Maji haya kama nimewahi kuwa nayazungumza mara nyingi sana kwenye fimbo, nimezungumzia maji hayo Seven Ocean. Kwenye mahudama nimeliongelea hilo Seven Ocean. Kwenye kitabu nimeongea hiyo Seven Ocean. Seven Ocean ni maji ambayo ni ya bahari saba. Kumbukeni niliwahi kuambia kwamba kuna siri kubwa sana Mwenyezi Mungu aliyeumba hii dunia, ana siri kubwa sana na hii namba saba. Saba ina maana kwamba bahari ziko saba, ardhi ziko saba, mbingu ziko saba, kila unachokiona hapa kiko saba. Wiki ni siku saba, ukizaa mtoto mpaka kuja kukatika kitovu kufanya nini ni siku saba. Kwa hiyo siku saba hizi zinaheshimika kabisa na ni namba ambayo kwamba haijirudii katika namba nyingine. Sasa leo nakupa siri ya hii Seven Ocean. Seven Ocean ni maji ya bahari saba zilizoko duniani. Yamechukuliwa maji kidogo kidogo, ndio sababu unaona rangi zake zinakuwa katika namna hiyo. Maji haya ya Seven Ocean ni maji yanayokutoa katika umasikini. Kwa wewe ndugu yangu usiyeweza kujua, wewe unajiangalia bahari tu, Indian Ocean, unaangalia labda Pacific, unaangalia unaziona za kawaida, unaangalia Red Sea, bahari nyekundu, utaki kujua kwa nini ilikuwa nyekundu. Unaangalia kuna bahari ambayo maji haya na haya hayakutani, yakachangamana. Haya yanafika hapa yanarudi, haya yanafika hapa yanarudi, kuna mpaka. Kuna siri kubwa sana ndugu yangu, kuna deadline hapo, kuna mstari. Ndio sababu maji haya kwa mtu wa kawaida yanauzwa bei ghali sana, na walionayo si watu wa kuuza madukani. Yamehifadhiwa kutoka kule katika ghuba ya Uajemi ambako ndiko yanakokusanywa na kuwekwa katika nyumba ya mfalme Solomon au Suleiman bin Daudi katika hazina yake kubwa. Kisha yanatolewa hapo, ndio wanapoanza kugawana wale masetra hapa duniani. Leo nimekupa siri hiyo, ukae unaijua. Masetra wale wanagawana. Yale maji hayana mizunguko mingi. Yale maji unaangalia kwanza nyota yako ikoje, ni nyota gani, na je nguvu yake ni ipi. Kumbukeni niliwaambia nguvu ni 4. Kuna maji, kuna moto, kuna upepo pamoja na udongo. Sasa nguvu yako ni ipi? Tuseme kama ni udongo, basi unachukua udongo, unachanganya kidogo kwenye maji, unamimina yale maji, unakoga. Utaangalia mambo yako yatakavyokuwa. Kama ni maji, unachukua maji mengine ya bahari ya kuongezea, au maji ya mto, au maji yale yasiyomulikwa na jua, unachanganya kidogo, unakoga. Ukisha koga kuna manuizi maalum, hapo ndipo ninapokufunga ufunguo. Yale manuizi ukisha yanuia, basi mambo yako yote yatanyooka. Utapata fedha nyingi sana, biashara zako zitakwenda vizuri sana, mahabati na mapenzi yatakwenda kwa ajili ya hii Seven Ocean. Kwa wale unataka kujifunza somo hilo, basi nendeni, pambaneni mpaka mtakapofika mahali mnasema sasa tunataka mnipigie simu niweze kukufafanulia taratibu na jinsi gani ya kwenda nayo na ni maneno gani utakayoyasema. Hapo ndio nimeweka ufunguo, nimekupa elimu katika kukutanulia. Kwa hiyo usiache kusubscribe, tuendelee niweze kukupa elimu upate faida ya hapa duniani. Sio unakaa maskini. Maskini hayuko duniani. Hakuna wewe unashinda kutwa nzima, hakuna mtu anayekuzungumza. Wewe una hali gani? Hata kukutaja tu hakuna.
Yaani wewe umeishi tu wazee wenzangu kama mimi, wewe unaanza kazi, unakuja unaacha kazi, unastaafu, unakwenda unaingia katika mfano kwenye misikiti, unafika unaanza, kwa kuwa ulikuwa labda unafanya kazi sekta ya pesa, unachaguliwa wewe unakuwa bwana fedha, unaanza kuiba hela ya msikiti. Hiyo ni shida. Kula hela ya msikiti, unakula hela ya Mwenyezi Mungu. Tafadhali kula hela ya binadamu mwenzio, ukamsubiri Mwenyezi Mungu ndio atakuhukumu. Wewe unakwenda kula hela ya hakimu mwenyewe. Wewe tafuta pesa, hiyo inauzwa, itafute mahali popote palipo, nipigie simu, nitakupa maelekezo yake, uondokane na umaskini, uachane na hela ya Mwenyezi Mungu. Afadhali kula hela, utamdhulumu binadamu wenzako, utakuwa unamlipa unamwangalia. Je, huyo muumba? Usiache kusubscribe, tuendelee ili uweze kupata manufaa. Manake haya maji huwa yachagui maskini wala tajiri, tofauti na vitu vingine hivi huwa vinachambua huku na kule. Karibu ili tuweze kuendelea katika kipindi kingine. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.